Kwanza ni taarifa ya habari za dunia, msomaji ni Victor Kenani. Papa Leo wa 14 ametoa hotuba yake ya kwanza kama kiongozi wa kiroho wa kanisa Katoliki. Aliwaambia makardinali anatumai kuchaguliwa kwake kunaweza kusaidia kanisa kuwa taa inayoangazia kile alichokiita usiku wa giza wa ulimwengu huu. Papa Leo alisema alitaka kuwa msimamizi mwaminifu, na akasema kanisa linapaswa kujitambulisha kupitia utakatifu wa washirika wake na wala si ukubwa wa majengo yake. Papa Leo, mzaliwa Marekani, alianza mahubiri yake kwa Kiingereza akisema alijua kwamba kila kardinali atamsaidia katika misheni yake mpya. Ndugu zangu makardinali, tunaposherehekea asubuhi ya leo, ninawaalika kutambua maajabu ambayo Bwana amefanya, baraka ambazo Bwana anaendelea kumwaga juu yetu sote. Kwa ajili ya huduma ya Petro, mmeniita ni ubebe msalaba huo na kubarikiwa kuwa papa. Najua ninaweza kutegemea kila mmoja wenu atembee nami tunapoendelea kama kanisa, kama jumuiya ya waumini na marafiki wa Yesu, na kama wanaoamini kutangaza habari njema na kutangaza Injili. To announce the good news, to announce the gospel. Balozi wa Marekani nchini Israel, Mike Huckabee, amethibitisha kuwa utaratibu mpya wa kutoa chakula na misaada mingine ndani ya Gaza kupitia makampuni ya kibinafsi unaandaliwa huku vikwazo vya Israel vikiendelea. Bwana Huckabee alisema kuwa Israel haitashiriki katika ugawaji wa misaada, bali itashiriki katika kutoa usalama. Maoni yake yanajiri baada ya shirika jipya lisilo la kiserikali lililosajiliwa hivi karibuni, Mfuko wa Kibinadamu wa Gaza, kuchapisha waraka wa kurasa 14 unawasilisha pendekezo la kuchukua jukumu la utoaji wa misaada. Mashirika ya misaada ya Umoja wa Mataifa yanasema hayatashiriki. UNICEF imesema mpango huo utasababisha watoto wengi kuteseka. Bunge la Senegal limepiga kura itakayoruhusu mawaziri 5 wa zamani kushtakiwa mahakamani kwa tuhuma za ufisadi. Wanatuhumiwa kwa ubadhirifu wa fedha zilizotengwa kwa ajili ya janga la COVID-19 kutoka mwaka 2020 hadi mwaka 2021. Upinzani umelaani uamuzi huo, lakini mwanachama wa chama tawala cha PASTEF, Anta Dia, alisema lazima mahakama iruhusiwe kuchunguza madai hayo bila kuingiliwa. Ni sehemu ya jukumu letu kuruhusu mahakama kufanya uchunguzi na kujua jinsi fedha za umma zimetumika. Ndio maana tunapaswa kukubali kuwa haki inaweza kuchukua nafasi yake kwenye kesi. Mawaziri hao 5 walihudumu katika serikali iliyopita ya rais wa zamani Macky Sall, ambaye utawala wake unalengwa na rais wa sasa Bassirou Diomaye Faye. Unaendelea kusikiliza taarifa za habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Vyama vya kisiasa nchini Mali vimehairisha maandamano yaliyokuwa yamepangwa kufanyika Ijumaa huko Bamako, mji mkuu wa nchi hiyo, kutokana na hofu ya kutokea vurugu. Hakuna tarehe mpya iliyotangazwa. Haya yanajiri baada ya serikali ya kijeshi kusitisha shughuli za kisiasa mapema Jumatano ili kuhifadhi utulivu wa umma. Maandamano ya hapo awali dhidi ya serikali yalirekodi makabiliano na waandamanaji wanaoiunga mkono serikali. Katika taarifa, muungano wa upinzani ulisema kwamba wanapinga kuwakabidhi wanaharakati wao kwenye ghasia zilizopangwa na wafuasi wa serikali ya mpito. Mvutano unazidi kuongezeka katika taifa hilo la Afrika Magharibi, huku serikali ya kijeshi ikiendelea kukandamiza vyama vya kisiasa vinavyotaka kurejeshwa kwa utaratibu wa kikatiba na uchaguzi ufanyike mwishoni mwa mwaka huu. Na shirika la Umoja wa Mataifa la mpango wa chakula duniani WFP linasema mamilioni ya watu magharibi na kati mwa Afrika wanakabiliwa na hali ya dharura ya njaa. Ilisema hii ni kutokana na migogoro inayoendelea, kuzorota kwa uchumi na hali mbaya ya hewa. Mkurugenzi wa WFP kanda ya Afrika Magharibi na Kati, Margot van der Velden, alisema kanda hiyo iko katika nafasi hatari na mamilioni ya maisha yako hatarini pia. Kupunguzwa kwa bajeti yake kumeilazimu WFP kupunguza mgao wa misaada na kuachisha kazi maelfu ya wafanyikazi wake. Hii ni BBC. Taarifa ya habari za dunia imesomwa na Victor Kenani, na matangazo ya Dira ya Dunia nchini Kenya yanasikika kupitia Mwenedu FM, County FM na Pamoja FM. Nchini Uganda ni Radio Lira, Radio Paidha na Radio Kitara. Nchini Tanzania yategea sikio kupitia Radio Free Africa, Abud FM na CGFM. DRC ni Radio Muungano Beni. Aidha yako kwenye tovuti yetu bbcswahili.com na kwenye ukurasa wetu wa Facebook BBC Swahili. Karibu tena msikilizaji, mimi ni Sarafina Robi na mwenzangu ni Karo Robi. Karibu Karo. Asante sana.
Sarafina, bila shaka tunaanza na taarifa za Papa Leo, ambako Papa Leo 14 ameongoza misa yake ya kwanza kama kiongozi wa kanisa Katoliki duniani. Akihutubia umati mkubwa wa waumini waliojitokeza katika uwanja wa Mtakatifu Petro, Papa Leo ametoa wito kwa Wakatoliki kujenga madaraja kwa njia ya mazungumzo na kuunganisha watu kwa amani. Viongozi kote ulimwenguni wamempongeza Papa Leo, huku Rais wa Marekani Donald Trump akisema uongozi mpya wa Papa Leo ni heshima kubwa kwa Marekani. Robert Kipto na taarifa hiyo. Kiongozi mpya wa kanisa Katoliki duniani Papa Leo wa 14 ambaye alichaguliwa hiyo jana, leo aliongoza misa yake ya kwanza katika kanisa maalum la Sistine na kuhudhuriwa na makardinali, mapadri na waumini wengine. Akiongea wakati wa misa hiyo, Papa Leo alisema kuwa kanisa ni lazima isambaze Injili kuwafikia watu ambao hawana imani na wale ambao wanaamini teknolojia, pesa, ufanisi, madaraka na starehe. My brother cardinals, as we celebrate this morning, I invite you to recognize the marvels that the Lord has done. Ndugu zangu makardinali, tunaposherehekea misa hii asubuhi ya leo, nawaalika nyote kutambua mema ambayo Mungu ameyatenda, baraka ambazo Mwenyezi Mungu anaendelea kutupa sisi sote. Kwa Injili na Mtakatifu Petro, mmeniita mimi kubeba msalaba na kubarikiwa kwa imani yenu, na naamini kuwa nitawategemea nyinyi nyote ili kutembea nami kama kanisa moja, kama jumuiya ya marafiki wa Yesu na kama waumini ili kutangaza habari njema na kutangaza Injili. As a community of friends of Jesus, as believers, to announce the good news, to announce the gospel. Papa Leo pia alitumia fursa hiyo kuonya dhidi ya wale ambao wamemgeuza Yesu Kristo kuwa kama aina ya kiongozi mwenye haiba au Superman kwa kimombo, huku akilenga waumini wa makanisa ya kievangelisti duniani. In particolare poi Dio chiamandomi attraverso il vostro voto a succedere al primo degli apostoli. Kwa njia ya kipekee Mungu ameniita kupitia uchaguzi wenu kumrithi mkuu wa mitume, na ameweka dhamana yake kwangu ili kwa uwezo wake niwe mwaminifu kwa niaba ya kanisa zima. Ametenda hivyo ili awe mji uliojengwa juu ya mlima, safina ya wokovu inayoelea katika bahari ya historia, na kwa chombo kinachotoa mwanga kwa ulimwengu huu. Posta sul monte, arca di salvezza che naviga attraverso i flutti della storia, faro che illumina le notti del mondo. Huku hayo ya kijiri, viongozi wa tabaka mbalimbali duniani wanaendelea kutoa risala zao za pongezi kwa Papa Leo wa 14 kufuatia uteuzi wake. Mfalme wa Uingereza amejumuika na viongozi wengine duniani kumpongeza Papa Leo wa 14 na kumtakia kila laheri anapoanza safari yake ya kuongoza kanisa la Katoliki. Wengine waliotuma risala zao za heri njema kwa papa huyo wa kwanza kutoka Marekani ni pamoja na Rais wa Marekani Donald Trump na Waziri Mkuu wa Uingereza Sir Keir Starmer. Papa Leo wa 14 sasa ni papa wa 267 kuongoza kanisa la Katoliki duniani tangu kuasisiwa kwake, na anaanza majukumu yake huku akikabiliwa na kibarua kigumu cha kuunganisha kanisa hilo la Katoliki. Moja ya suala muhimu linalomkabili ni suala la dhulma za kingono zinazotekelezwa ndani ya kanisa la Katoliki. Hii leo mashirika mawili ya kutetea haki za kibinadamu ya SNAP na lile linalowawajibisha maaskofu la BA lilitoa taarifa kuhoji ikiwa Papa Leo ana uwezo na nia ya kukabiliana na uovu huo ndani ya kanisa. Mashirika hayo yamedai kuwa wakati Papa Leo alipokuwa askofu mkuu wa jimbo la Chiclayo nchini Peru, hakutoa majina ya watu waliotajwa kuhusika na uovu huo ndani ya kanisa Katoliki licha ya kukabidhiwa orodha hiyo. Licha ya hayo yote, Papa Leo wa 14 atatawazwa tarehe 18 mwezi huu katika medani ya Mtakatifu Petro iliyoko mjini the Vatican. Viongozi na wakuu wa serikali mbalimbali wanatarajiwa kuhudhuria hafla hiyo itakayofanyika siku 10 tu baada ya kuchaguliwa kwake. Siku ya Jumatatu, Papa Leo anatarajiwa kukutana na mabalozi na waandishi wa habari katika makao yake makuu ya the Vatican, na siku ya Jumatano wiki ijayo anatarajiwa kuongoza mkutano wake wa kwanza na maafisa wakuu wa kanisa la Katoliki duniani mjini the Vatican. Nchini Marekani na kote duniani, sherehe za kuchaguliwa kwa Papa Leo wa 14 zinaendelea. Robert Kipto, BBC.
Kipto. Tukisalia kwenye taarifa hizo, ni kwa waumini wa kanisa Katoliki duniani wanaendelea na shangwe ya kumpata papa mpya, awali akiitwa Kardinali Robert Prevost, raia Marekani wa kwanza kuliongoza kanisa Katoliki. Papa Leo mwenye umri wa miaka 69 amechagua jina la Leo wa 14. Habari ya kuwa ndiye papa mpya ilitangazwa kwa makumi ya maelfu ya watu waliokusanyika katika uwanja mtakatifu Petro huko Vatican takriban saa moja baada ya moshi mweupe kutoka kwenye dohani ya kanisa la Sistine. Na Steha Muhammad anaarifu zaidi. Kengele katika kanisa la Mtakatifu Petro mjini The Vatican kuashiria kuwa zoezi la kumteua papa mpya limekamilika. Baada ya siku 2 tu ya zoezi la kumchagua papa mpya kuanza, moshi mweupe ulipaa katika anga za kanisa la Sistine, na mara tu sherehe zikaanza, huku maelfu ya waumini na mahujaji waliokuwa wamefika katika kanisa kuu la Mtakatifu Petro kushuhudia tukio hilo wakishangilia. Muda mfupi baadaye, walinzi wa papa nao wakaingia katika medani ya Mtakatifu Petro kwa tamasha maalum ya kumkaribisha papa mpya. Baada ya kusubiri kwa muda wa saa moja hivi, hatimaye Kardinali Dominic Maberti alifika kwenye roshani juu ya kanisa hilo na kutangaza: Eminentissimum ac reverendissimum Dominum. Inawatangazia kwa furaha kuu, tunaye papa, mtu mashuhuri na mwenye heshima zaidi, Bwana Robert Francis, kardinali wa kanisa takatifu la Kirumi Prevost, ambaye amechukua jina la Leo wa 14. Na baada ya hapo, shangwe na vigelegele vilitanda katika medani hiyo mara tu papa mpya naye akajitokeza na kujulishwa kwa dunia. Fratelli, sorelle carissimi. Ndugu na dada wapendwa, hii ni salamu ya kwanza ya Kristo, mchungaji mwema ambaye alitoa maisha yake kwa ajili ya Mungu. Mimi pia ningependa salamu hii ya amani iingie mioyoni mwenu na kufikia familia zenu, watu wote popote walipo, mataifa yote, dunia nzima. Amani iwe nawe. La pace sia con voi. Kardinali Robert Francis, ambaye alikuwa askofu mkuu wa Marekani, sasa ndiye kiongozi mpya wa kanisa la Katoliki duniani, na kama ilivyo desturi amechagua jina la Papa Leo wa 14. Papa Robert Prevost sasa anachukua nafasi iliyoachwa na marehemu Papa Francis, ambaye alifariki mwezi uliopita baada ya kuongoza kanisa la Katoliki duniani kwa muda wa miaka 12. Kwa mjibu wa Kardinali Giuseppe Versaldi, hatua ya kumchagua papa mpya kwa kura iliyopigwa mara 4 pekee imeashiria umoja ndani ya kanisa la Katoliki. Kwa mjibu wa nyaraka za makao makuu ya papa ya Vatican, zoezi la kumchagua papa mpya lilikamilika haraka kuliko ilivyokuwa wakati wa uteuzi wa Papa Francis. Kardinali Robert Francis sasa amechaguliwa rasmi kuwa kiongozi wa kanisa la Katoliki duniani na kuchagua jina la Papa Leo wa 14.